Mwanamume aligundua nambari ya asilimia juu ya kichwa cha Yaya. Kila wakati alionyesha ishara ya kutunza kwake, nambari ilipanda. Mwanamume alitilia shaka kuwa ilikuwa mfumo wa kupima upendeleo, lakini aliporudi kwenye chumba chake, aligundua kuwa asilimia juu ya kichwa cha mkewe ilikuwa 0. Hata ingawa tabia yake kwake ilikuwa imejaa upendo, nambari bado haikubadilika. Mwanamume hakuweza kufikia mantiki nyuma ya mabadiliko ya nambari. Wakati huo, kelele ilitoka kutoka kwenye chumba cha maisha. Mwanamume alikimbilia kuteremka. Ilibainika kuwa Yaya alikuwa karibu kutoka nje kwa matembezi. Kwa sababu alikuwa na hali mbaya ya moyo, mwanamume alifikiri hawezi kulala na akaamua kumwambia kwa muda. Wakati huo, nambari juu ya kichwa cha Yaya ilipanda mara moja. Nje, Yaya alianza kuzungumza juu ya matatizo katika ndoa yake. Ilibainika kuwa uhusiano wake na mumewe ulikuwa ni makubaliano ya biashara tu, bila hisia zozote. Mwanamume alimtuliza kwa uvumilivu na kumfunua. Alianza hatua kwa hatua kuwa mshauri wake wa kihisia, na nambari juu ya kichwa chake ilikuwa imepanda hadi 50%. Wakati huu, Yaya alianguka kwa bahati mbaya. Mwanamume alimwambia tu mguu wake kwa muda, na kwa sekunde nambari juu ya kichwa chake ikawa 80%. Mwanamume alijiuliza nini kingetokea ikifika 100%. Kwa hivyo, ili kuthibitisha dhana yake, siku iliyofuata mwanamume alimkuta Yaya na akatoa udhuru wa kumsaidia kupaka dawa. Hakika, nambari ilianza kupanda kwa kasi, ikifikia 99%. Ukweli ulikuwa karibu kufunuliwa, lakini wakati huo mkewe mwanamume alionekana ghafla. Alimuomba ampeleke kampuni. Mwanamume hakuwa na chaguo ila kusitisha jaribio kwanza na kwenda nje na mkewe. Waliporudi nyumbani kazi mchana, waligundua kuwa Yaya baada ya kujipamba alikuwa karibu kutoka nje, lakini kwa shaka nambari juu ya kichwa chake ilikuwa imeshuka hadi 70%. Mwanamume alimfuata kwa udadisi. Wakati huu nambari ilipanda tena hadi 85%. Mara moja baada ya hapo, mwanamume mgeni alionekana. Ishara za karibu kati yao zilifanya nambari juu ya kichwa cha Yaya ipande kwa wazimu, na waliingia kwenye hoteli. Mwanamume alidhani kitu kibaya kingetokea. Ili kuzuia Yaya asidanganywe, aliwafuata ndani ya hoteli. Walipoingia kwenye chumba, nambari ikawa 99%. Mwanamume hakuwa na shaka tena. Alifuata kwa karibu na kufika mlangoni pa chumba. Kisha akapiga mlango wazi kwa mguu mmoja. Dhani nini kilifanyika baadaye?